Ukionekana unapaza sauti yako kusema amani, tuiombe nchi amani, uchaguzi uvuke salama, nchi hii Mungu aendelee kuilinda, maneno mazuri hayana vumbi hata kidogo. Wanatokea vidudu, mtu anakwambia njaa yule, njaa yule. Sasa mimi nauliza, wanaotutuhumu sisi tuna njaa tunapotekeleza wajibu wetu juu ya nchi yetu na kusoma aya za Qur'an kuhusu nchi yetu na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusu nchi yetu, wapi tunapokosea? Hivi anaituita njaa aletwe hapa leo, asimamishwe na sisi tuangaliwe, nani ataonekana ana njaa? Kidogo tu kaambiwa na umepewa bahasha. Mimi ninauliza swali, waandishi wa habari nisaidieni swali hili mulisambaze dunia nzima, nikiwa kwa Sheikh Abbas msikiti wa Mtoro, na wale ambao wanaitakia nchi kila la shari, wanaoitakia nchi kila ubaya, nchi iharibike, ipasuke, kinuke, na wao wanapewa bahasha na nani? Ikiwa sisi tunaotetea nchi tunaonekana tumepewa bahasha, na nyinyi mnaokandamiza nchi mmepewa bahasha na nani? Namaliza, ni wahuni wachache tu wanaotusumbua katika nchi yetu, na kuna kauli ya wahuni iliwahi kutrendi kipindi cha nyuma. Leo naomba nimalize kwa kusema muhuni ni nani na wahuni ni kina nani? Kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili, kamusi ya Bakita toleo la pili, ukurasa wa 668, sikiliza wasifu wa muhuni na ndipo nitakapoishia. Bakita wanatuambia muhuni ni mtu ambaye tabia yake si nzuri, wanaotaka kupasua nchi. Tabia hiyo nzuri mbaya, tabia mbaya, wahuni. Muhuni ni mtu ambaye hajaoa au hajaolewa kwa mujibu wa Bakita. Tafsiri ya mwisho, muhuni kwa mujibu wa Bakita, na Bakita ruhusa munikosoe ikiwa nimewanukuu vibaya, muhuni ni mtu asiyekuwa na mahali maalumu pa kuishi. Amwajui wahuni ambao hawajulikani wanaishi wapi? Tanzania mguu mmoja, nchi za nje mguu mwingine. Mimi niseme wahuni ni wale wanaotaka kupasua nchi hii, kwa sababu pengine wana hati za kusafiria mbili, pasipoti mbili. Nchi ikiharibika wanakwea pipa. Sijamtaja mtu jina, na utakayemwona ananipinga juu ya hutuba hii ujue ndo huyo muhuni nimemgusa, kwa sababu sijamtaja mtu jina. Faman tayashuku fahuwa yeye, na mwenye kujishuku ndo huyo. Hutuba yangu imemgusa muhuni wa kimataifa anayetaka kutuharibia taifa letu.